Mke wa mimi mtarajiwa. Mm. Nilikumisi sana. Vipi unaendeleaje? Nilikumisi pia. Kwa sasa naendelea vizuri. Ila macho bado yanauma sana. Pole. Sana. Pole sana. Asante. Lakini nilikwambia utumie dawa utakuwa sawa. Nimeshindwa kwenda dukani. Pole sana isi. Asante. Basi ngoja nikakuchukulie dawa. Nashukuru. Hey. Mjomba, bora hata umefika mwenyewe. Maana nilikuwa naona unachelewa, nilikuwa nataka nije huko. Mjomba bana. Vipi lakini? Salama mjomba. Ila mjomba nataka nikwambie kitu kimoja. Nilivyomuona yule mtoto, nikasema moja kwa moja hii damu yangu. Moja kwa moja hii ni damu yangu mjomba. Mtoto niofanana naye. Yaani unaitazama ipua? Copyright mjomba. Nikasema basi. Mjomba, una hakika kuwa yule mtoto ni wako? Mjomba naomba nikwambie kitu. Yule mtoto ni wa kwangu. Na kuanzia hivi ninavyozungumza na wewe leo, mimi nimeshakuwa. Nabadilika, naacha ujinga, naacha kila aina ya upumbavu kwa sababu naenda kuishi maisha mengine mjomba. Mjomba, hii ni furaha ambayo sikuitegemea kwenye maisha yangu juu. Mjomba, yani kuota ndevu usijione kwamba umekuwa. Najua hiyo. Yani kukua kwa mtu ni akili. Mjomba, naomba unisikilize vizuri. Yule mtoto ni wa kwangu, nina uthibitisho nao. Hata hivyo, Pejo mwenyewe kanambia kabisa kwamba huyu ni mwanao. Hivi mjomba, wewe unataka nikupoteze tena eti? Na ukitazama hata nilivyokuambia tunafanana kweli mjomba. Tunafanana, sio kama ni masihara. Mjomba bana. Na kwanza nawishi yani yani ingekuwa kama ndo yuko hapa nikamchukua nimlete hapa. Nicheze naye. Ningemkimbiza japo kadogo. Ningecheza naye mimi. Kama una uhakika ni hivyo, basi naomba tusubiri muda wenyewe ndio uongee. Mimi mjomba nimekuelewa, lakini jua kabisa kwamba sasa hivi nimekuwa. Alafu unavyonifanya wewe kwamba kama vile mimi sikujui wewe. Nimebadilika. Ujinga, upumbavu na vitu vyote vya nyuma nimetupa huko. Yaani kwamba akili inakwambia kwamba umeshakuwa. Hivi mjomba, wewe unataka nikupoteze tena eti? Nafanya maisha mengine. Naanza maisha mapya. Kwa sababu sina sababu ya kufanya ujinga kati tayari saizi mimi baba mtu mzima. Kuona mtoto ni kukua ujue mjomba. Sawa mjomba, mimi nakusikiza kwa makini sana. Basi kama ni hivyo, basi itakuwa ni vizuri. Sawa. Unaona kuna toka hapa. Vipi mama? Ndio ndo umeamka mapema hivyo, mimi si ningekuja kudeki bana na wewe. Wewe acha nikasema hapa niamke nianze kupitisha hapa. Wewe zamu yako kesho. Acha milo nimalizie. Aya, hamna shida. Vipi Tom ameamka salama? Tom ameamka poa. Kwani hamjakutana alivyokuwa anatoka? Hapana, hatujaonana leo. Kweli? Alafu ujue siku hizi ana mambo ya usiri tokea amerudi kwenye safari yake. Anafanya vitu kimya. Sasa anatokaje bila kuaga jamani? Inabidi tuwe makini naye basi. Mimi nimeamka tu kitandani nimekuta mtu ameshaondoka. Sijui, labda yeye ndo anajua kwa nini anafanya hivyo, ila tuwe makini hasa. Ngoja nikaoge. Haya poa.
Yaani umekaa ndani, hutaki kutoka nje. Alafu unajua hii tabia watu wanayo. Unaona kabisa mgeni kaja kwako, alafu unakaa ndani. Maana yako nini? Unamfukuza mgeni au? Mimi huko ndani nilikuwa natafakari baadhi ya vitu hapa. Mambo gani? Na nimeshapata majibu yangu, ndio maana nimekuja hapa. Lakini kitu kingine, wewe nimekusikia hapa unapiga kelele, "Oh, naondoka." Unataka kuondoka kweli? Yaani wewe ukae ndani utafakari alafu kuna mgeni nje. Ah, ngoja mimi niende zangu nikafanye mambo yangu. Wewe una mambo yako ndani. Sikia. Mimi nilikuwa natafakari huko ndani nikapata majibu. Nikasemaje? Huyu ndugu yangu Mayongs. Sasa ungetaka kuongea na mimi ungekuja tukakaa nje wote. Wewe unakaa ndani afu uko ndani peke yako. Unafanya nini huko ndani? Wewe haya bana. Nimezungumza naye mambo mengi. Leo nimemwachia uwazi wa kila kitu. Na nimesema hivi kwamba kuanzia leo sitomficha jambo lolote. Sasa nikafikiria nikasema ili kumuongeza kuwa kwenye hii furaha, kwa nini sifanye jambo? Wewe kuna gani lako jipya? Wewe ukitoka hapa unaenda kunipeleka sehemu za pombe na sigara. Mwenzio mimi sivuti na sinywi. Au kuna baa mpya? Ndio vitu vyako hivyo. Lakini eti wewe unipeleka sehemu ya maana. Huna. Utanipeleka sehemu gani wewe? Wewe kwa sababu unasema unaondoka, lakini nikasema kabla hujaondoka unakokwenda, kuna sehemu tuende kwanza mara moja. Sikiliza. Mimi leo nahitaji wewe ufurahi. Kama vile ambavyo mimi nimetamani yani kwenye moyo wangu. Unajua mimi nina furaha japo ushuhudii. Kwa hiyo nataka wewe pia uwe na furaha. Kwa sababu nimekushirikisha ya mambo, siwezi kukunyima na hili. Kama ninavyokushirikisha na kila kitu natakiwa nikushirikishe. Kwa hiyo sasa hivi ninavyozungumza na wewe, tunatakiwa tuende tukamuone mtoto. Ba mdogo Pipi. Ba mdogo Pipi. Naenda kumuona mtoto wangu. Yaani mwanangu mimi? Ndio. Ala Mungu wangu wallahi. Ndio. Mwanangu. Mungu wangu anipe nini Mungu mie? Nenda kumuona mwanangu. Ya Allah mama, tukakanda zaliwa maskini sija hata kukashika. Si dhambi hizo jamani. Mwanangu kabisa. Wallahi. Yaani Mungu wangu. Ya Allah mama. Mungu wangu, unajua toka nizaliwe sijawahi kuitwa ba mdogo. Yaani hapa hivi kijora changu kama hiki kiko wapi? Maana sikioni ndani naona cha kwako tu. Dada, si nilikigao, kuna mtu alikuja akaniomba nikampa. Yaani uone aibu kasema eti nilikigao. Unagaje nguo ambayo sio ya kwako? Sasa dada, na wewe mtu kaja akaona hicho ndo kinamfaa. Mimi nikampa. Haya bana, ila cha kushukuru ni kwamba mtoto sasa hivi hali yake inaendelea vizuri. Bora hata maana. Karibu. Karibuni. Asante. Vipi hapa wazima? Salama. Tunashukuru Mungu, alhamdulillah wazima. Sije uko mtu kako. Salama kabisa. Karibuni. Vipi tunaweza kumuona Charlie? Kando tunaenda wote. Okay sasa. Hebu kaa kwanza chini. Kwa mimi ningekuletea pale ungedhurika nini? Lazima nikae naye karibu, mimi ba mdogo wake bwana. Kanachekea. Umeona hii. Umeona sasa Nimeona hii. Ni zamu yangu. Mwanangu una mapepe wewe. Ba mdogo Pipi, unanichekea. We. Jamani katoto kazuri. Wow! Nimekuletea zawadi.
Wewe. Nini bwana? Sasa mtoto umri wake bado hajafikia hatua kula hivyo vitu bwana. Mimi si ba mdogo pipi jamani. Eti pipi. Kuna mtoto mwenye analilia pipi jamani, anataka alambe kidogo. Wewe acha ujinga bwana. Wewe, Ablet. Nishakuona unazingua. Unataka mtoto anaanza kutaka kulia. Wewe unamlishaje mapipi? Kwa unanyang'anya mtoto. Yaani kwa vile ba mdogo pipi ndo ale mipipi tu ili mradi au? Jamani basi. Najua hajakuwa. Najua umri wake ukifika atakula. Basi nipeni mshike tena kidogo. Wewe ushaanza mambo yako, mambo ya pipi tena na kukumbisha mtoto bwana. Hii natupa. Unaona mwanangu? Sura yake ya mama yake kabisa. Kazuri. Akuita na kujulia wapi? Unaona nanga. Asikia. Muda utotoshi bwana. Si ushamuona? Si umeshamuona? Sijalizika. Wewe, sijalizika. Unamrudishia tena huyu mtoto, unaona sura yake kabisa. Wewe hebu tulia kwanza wewe. Sura yake mimi siamini kabisa. Tumeongea nini? Bora twende naye tu. Watu tumeongea nini kwanza? Sawa nakumbuka, lakini najikaza hapa nilipo najikaza. Nashindwa kuvumilia. Sasa dada zangu. Si tulikuja kumuona tu mtoto mara moja. Si ngoja tuondoke bwana, tukaendelea na shughuli zingine. Sawa, hamna shida, karibuni. Asante, mbaki salama basi. Haya, asante. Tunamwacha mtoto. Hebu tulia basi. Lakini sasa hivi msoses. Mtulia, mimi na wewe tumeongea nini lakini? Okay sasa. Haya. Wewe. Tunavaa viatu sasa. Sasa si ungesema? Safi. Sasa unahisi tunaweza tukafanya wenyewe kweli? Na vipi kama wale mademo watatuona? Sawa. Sasa ikitokea amekufa hapa, je, tutaweza kumrudisha kweli? Na tutawezaje kumrudisha maiti? Yaani hapa nawaza ikija ikatokea Pejo akajua kuwa mtoto anaelelewa na Aisha ni wa kwake, sijui itakuwaje. Lakini hakuna namna yoyote tunaweza tukafanya ama njia yoyote nyingine ya kufanya kafara nyingine yoyote ile na si mtoto wa Pejo. Jaribu kuongea na mtaalamu. Basi ndo nilikuwa nataka uulize hivyo mzee wangu. Kuna mtu hapo ndani? Nahisi kama kuna mtu alikuwa ananisikiliza hapa. Hamna mtu, nadhani ni upepo tutakuwa umedondosha.